Ili uweze kupata habari zetu za kiburudani, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wa Mautundu Online. Asante. Mr. Rayvanny pamoja na mpenzi wake ambaye ni Faima siku ya leo ameweza kuweka hadharani wameweza kumaliza tofauti zao ambazo zilikuwa zikiendelea dhidi ya ujauzito wa mwanadada Faima, baada ya wawili hawa kuwa katika mgogoro mkubwa ambao ulisababisha sintofahamu katika mashabiki wao mbalimbali, na hata hatimaye waliweza kupelekana katika ngazi za mahakama na hata baadaye kwenda katika dawati la jinsia na kupima DNA ya mtoto. Siku ya leo Rayvanny ameamua kufunguka kwamba hiyo ilikuwa ni chuki yake na mke wake ambaye ni Faima, na ameweza kueleza ni chanzo gani kiliwafanya wawili hao waweze kuingia katika mtafaruko mkubwa na kukaa mbali kwa muda mrefu. Rayvanny aliposti picha ya mwanadada Faima katika ukurasa wake wa Snapchat na kumtaka kwamba mwanadada Faima siku ya leo ameweza kumsamehe na amekiri waziwazi ujauzito huu ni wa kwake, na amemtaka mwanadada Faima aweze kurudi nyumbani waendelee kuendeleza familia yao ambayo walikwisha kuianzisha. Na ikumbukwe wawili hao waliweza kujali wa mtoto mmoja wa kiume, na mtoto huyo sasa hivi yuko upande wa baba yake. Na hata sasa hivi Rayvanny baada ya kuposti hiyo posti amemtaka tu arudi nyumbani ili waendelee kuendeleza familia yao baada ya kujua tofauti zao zimekwisha kuisha. Na Rayvanny baada ya hapo aliweza kuzungumza na waandishi wa habari kutoka katika media moja, na waandishi hao wa habari walikuwa wanamuulizia ni imekuwaje ameweza kumsamehe mwanadada Faima na kurudiana naye. Akawajibu tu kwa ufupi na kusema kwamba yule ni mke wake na haitotokea tena kitu cha namna hiyo. Wakaweza kutengana kwa muda mrefu, ni lazima tu itokee katika familia kugombana, na amedai kwamba yeye sio mtu wa kwanza kugombana na mwanamke wake, na wapo baadhi ya mastaa walikwisha gombana na wanawake zao au wake zao na hatimaye hata mahusiano yao kupotea kabisa. Yeye amedai ametambua kosa lake mapema, ndio maana akaamua kujirudi na kumrudisha mke wake katika himaya yake. Na tunaweza kusema Faima kwa sasa hivi ameweza kupata alichokuwa anakitafuta, kwa sababu baba huyu aliweza kukataa ujauzito alioubeba na kudai kwamba mwanadada Faima huu ujauzito sio wa kwake. Ukiwa kama shabiki, dondosha komenti yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification. Niseme bye bye mpaka wakati mwingine.